Hujambo mtazamaji wa Vision Media TZ, karibu sana katika mwendelezo wa habari na matukio kemkemu yanayozidi kujiri hapa ulimwenguni katika siasa, uchumi, jamii, michezo na kadhalika. Unapokutana na habari zetu, usahau kusubscribe, like, share pamoja na kucomment. Taarifa nayokuletea hivi sasa inatoka ofisi ya makamu wa rais Dodoma, ambapo ni taarifa kwa umma. Inaeleza kuwa leo tarehe 25 Agosti 2026 nimemwandikia barua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kumjulisha kuwa nimeamua kustaafu siasa na utumishi wa umma, hivyo nitajiuzulu nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuzingatia ibara ya 50 kifungu cha pili C kisomo kwa pamoja ibara ya 149 kifungu cha pili ya katiba kuanzia tarehe 4 Septemba 2026. Tarehe 27 Agosti 2025 nilimwahidi Mheshimiwa Rais wa Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba nitamsaidia yeye na nchi yetu kwa uwezo wangu wote, kwa uaminifu. Pia nilimhakikishia kuwa siku yoyote akiona anahitaji makamu mwingine wa rais, nitaachia nafasi hii. Nimejiridhisha pasipo na shaka kwa Mheshimiwa Rais anatamani ya mabadiliko, hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu. Kipekee nimemshukuru Mheshimiwa Rais na Chama cha Mapinduzi CCM kwa imani yao kwangu. Ninatumia nafasi hii pia kuwashukuru Watanzania wote kwa ushirikiano mkubwa mlionipa wakati wote niliokuwa katika utumishi wa umma. Nawahakikishia kuwa nitaendelea kuwa raia mwema wa Tanzania. Ni Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 25 Agosti 2026. Ni taarifa ambayo imezagaa mtandaoni kwa hivi sasa, ikieleza kuwa Dr. Nchimbi ameandika barua hii akielekeza kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuhusiana na yeye kustaafu utumishi wa umma kama ilivyoweza kueleza hapa. Yapi maoni yako? Na sisi tumepokea, tumeileta kama ilivyo. Endelea kusubscribe, like, share pamoja na kucomment ili wa kwanza kupata taarifa zetu kwa mara kwa mara. Endelea kucomment hapo, toa maoni yako pia kuhusiana na taarifa hii ambayo imetufikia katika mitandao mbalimbali hivi sasa ina trend, na wewe unaweza ukatoa maoni yako. Asante.